Bwana, nimerudi tena na kwenye background nasikia mdundo wa Tupac Shakur, wimbo unaitwa Running. Ilikuwa ni remix ambayo ilitengenezwa na Eminem hiyo. Sasa jana, kama mtakuwa mnakumbuka vizuri, siku ya jana jioni kulikuwa kuna taarifa zilikuwa zinaenea kwamba Assata Shakur afariki dunia. Wengine wakaandika tu Tupac's auntie ambaye pia ni Tupac's godmother amefariki dunia. Assata Shakur, okay? Ni nani Assata Shakur? Assata Shakur, kama ambavyo mmesikia, huyu alikuwa ni mwanaharakati ambaye alikuwa anapigania haki hasa za watu weusi na udhalimu dhidi ya watu weusi kule nchini Marekani, ambapo alitokea kwenye iliyokuwa inafahamika kwamba kwa jina la Black Liberation Army, BLA, umeona na hii ilikuwa ni taasisi ambayo ilikuwa ni kama ina mfumo wa jeshi hivi, ambayo ilikuwa ipo kwa ajili ya kugombania zile haki za mtu mweusi. Miaka ya nyuma huko kidogo hali haikuwa nzuri kama ambavyo iko sasa, ingawaje bado mambo si mazuri sana kwa vita ya watu weusi na weupe hasa nchini Marekani, lakini walau ile kadhia ambazo walikuwa wanakutana nazo miaka hiyo ya 50s, 60s, 70s kurudi nyuma zaidi ilikuwa ni mbaya sana. Sasa hiyo BLA ilikuwa ni mojawapo ya hivi kama ni vyama vya kiharakati ambavyo vilikuwa vina mlengo kidogo kama kuelekea kijeshi fulani hivi, ambavyo walikuwa wanatetea haki za watu weusi. Sasa Assata Shakur alikuwa ni mmoja wa hao members, na kuna kipindi fulani Assata Shakur alikuwa ni mtu ambaye aliwahi kujoin ile ilikuwa inafahamika kwa jina la Black Panther, kingine hicho ambacho kilikuwa kipo kwenye harakati hizo ambazo zilikuwa hasa ni kupambania haki za udhalimu kwa watu weusi, ambazo zilikuwa zinasababishwa sana na ubaguzi wa rangi, umeona bana. Sasa Assata Shakur alikuwa ni miongoni mwa wanachama hao, na jina lake halisi alizaliwa kama Deborah Byron, umeona yes, alikuwa Johan Deborah Byron ndio jina ambalo alikuwa ni la kwake, lakini baadaye akawa anajiita Assata Shakur. Nafikiri wengi mtakuwa mnakumbuka kwamba kuna mtu alikuwa anaitwa Mutulu Shakur, ambaye Mutulu Shakur ndiye baba wa kambo wa Tupac Shakur, ambaye yeye pia alikuwa ni miongoni mwa hao activist ambao walikuwa wanapigania hizi haki za watu weusi, kuanzia kwenye Black Panther na vinginevyo ambavyo walikuwa wakipigania. Sasa Mutulu Shakur alikuja kumuoa mama yake Tupac Shakur ambaye ni Afeni Shakur, na hapo sasa ikawa ni familia nyingine. Kwa hiyo Mutulu Shakur alikuwa ni baba wa kambo wa Tupac Shakur, na Assata ni dada wa Mutulu Shakur. That's why huyu alikuwa anafahamika kama ni auntie yake na Tupac Shakur. Okay? Sasa Mutulu tunafahamu na namna ambavyo alimpa jina hilo, alikuwa amempa jina hilo Tupac Shakur, ambalo liliangazia kutoka kwa yule mwanamapinduzi mmoja ambaye alitokea kule nchini Peru, na baada ya kuvutiwa nalo basi alivutiwa nalo hilo jina na akaamua kumkabidhi Tupac Shakur ama kumpachika jina la Tupac Shakur halisi la kuzaliwa ni Lesan Parish Crooks. So it was huyu Mutulu ndiye ambaye alimpachika jina hilo Tupac Shakur. Sasa Assata Shakur naye jina lake ni unaweza ukalitafsiri kama ni Assata mwenye shukurani. Assata Shakur ni yule ambaye naweza ukaitafsiri kama ni mtu mwenye shukurani nyingi kwa kuchukua majina ambayo yana mchanganyiko wa Kiafrika na Kiarabu ndani, umeona na hapo ndipo ambapo jina lake lilipokuja kupatikana. Sasa Assata alikuwa na maisha ya hapa na pale, kama unavyofahamu familia za watu weusi zilikuwa hazijasetwa sana, na alikuwa ni mtu ambaye anakimbia sana nyumbani na nini kushiriki kwenye harakati mbalimbali. Lakini akaweza sasa, baada ya kuwa na huo kutokupata utulivu wa kuishi, alikuja kuchukuliwa na shangazi yake ambaye kwa namna moja ama nyingine sasa yeye aliamua kumchukua. Na shangazi yake huyu pia alikuwa ni activist ambaye alikuwa anapigania hizo haki, lakini pia alikuwa ni mtu ambaye anapigania pia zile haki za kiraia, umeona Kwa hiyo huyu
akamchukua na akaanza kuishi naye. Mara baada ya kuishi naye sasa ndio rasmi Assata akawa ameingia kwenye hizi harakati sasa za mpaka kufikia kuwa memba wa BLA na Black Panther huko. Sasa baada ya mivutano ya hapa na pale, Assata akawa tayari amekwisha bobea kwenye masuala hayo, na Assata Shakur akaingia sasa kwenye ile migogoro na wanausalama. Mara nyingi hawa wapigania haki wa kipindi kile za watu weusi walikuwa wanapambana sana na wanausalama, kwa sababu walikuwa wanashiriki kwenye masuala fulani ambayo kwa wale watu walikuwa na wale wa white men walikuwa wanaona kama ni uvunjifu wa kisheria. Kwa hivyo katika zile pirika sasa Assata Shakur akajikuta ameingia katika vurumai nzito sana, na mnamo mwaka 1973 yeye akiwa na members wengine Assata Shakur ambaye members wengine ambaye ni Sundiata Acoli, alafu kulikuwa kuna mtu mwingine ambaye alikuwa anajiita Zaid Malik Shakur, ambao wote kwa pamoja walikuwa ni member sasa wa BLA, wakajikuta wanaingia kwenye vurumai kubwa na wanausalama wakati huo ambaye ni Warner Forrester pamoja na James Harper, jambo ambalo lilipelekea kurushiana risasi wao na wanausalama hao. Na katika kurushiana risasi Warner Forrester akafariki dunia na James Harper akajeruhiwa. Katika tukio hilo pia Assata Shakur mama alijeruhiwa na yeye, na baada ya kukimbizwa hospitali na nini akajikuta sasa yupo kwenye kesi ambapo alikuwa na mashtaka ya mauaji, kujaribu kufanya mauaji, utekaji nyara na mengine kadhaa, ambapo aliachiwa kwenye baada ya kushinda makosa matatu kuonekana hana hatia na kuingia mtaani. Lakini kupitia tukio hilo la mwaka 1973 sasa Assata Shakur akashtakiwa tena kwa mauaji ya yule mwanausalama aliyefahamika kwa jina la Warner Forrester, ambaye sasa yeye alifariki kwenye ile tukio na mwenzie hapa alipona. Kwa hiyo hii kesi ikampelekea Bi Assata Shakur kufungwa maisha. Alipofungwa maisha kulikuwa kuna mambo mengi kama unyanyasaji wa kijinsia na pirika nyingi kule gerezani, na mnamo mwaka 1979 Assata Shakur akatoroka gerezani katika hali ambayo ilikuwa ni ya kipekee kabisa, na hivyo akawa rasmi sasa anatafutwa. Kwa hivyo akawa anasakwa, na kwa zaidi ya mwaka ulikatika Assata Shakur hakupatikana wala kuonekana, na baadaye Assata Shakur akadaiwa kuwa amekimbilia nchini Cuba, ambapo kufikia 1984 Bi Assata Shakur rasmi akawa amepewa ile inaitwa political asylum, hifadhi fulani ya kisiasa kule nchini Cuba, na akaishi huko mpaka siku ya jana akawa amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 78. Ndio maana kuna wakati watu ambao walikuwa hawaamini kama Pac amefariki wakawa wanasema kwamba Pac amekimbilia Cuba kwa sababu huyo anti yake alikuwa yuko huko. Anyways, Pac alifariki jamani. Kwa hiyo wengi walikuwa wanaamini hivyo. Assata Shakur amefariki hapo. Katika kipindi chote hiki miaka zaidi ya 30 ambao Assata alikuwa anatafutwa, iliwekwa reward, zawadi nono kwamba atakayemkamata, FBI walikuwa wanatoa $1 milioni, na kwa sababu ile tukio lilifanyika New Jersey, mamlaka za kisheria za New Jersey nazo ambapo mtu wao alikuwa ameuawa, nao walikuwa wametoa reward ya $1 milioni atakayemkamata Bi Assata Shakur. Kwa hiyo kichwa chake ilikuwa ni $2 milioni kumkamata, lakini kwa zaidi ya miaka 30 Bi Assata Shakur hakuna mtu ambaye aliweza kumkamata, na alikuwa anaonekana anaishi nchini Cuba. Kwa hiyo Bi Assata Shakur amefariki jana kutokana na matatizo ya kiafya kule nchini Cuba bila kukamatwa, na hakuna mtu yote ambaye aliweza kumshika. So huyo ndio Assata Shakur ambaye siku ya jana taarifa zote zilikuwa zimeenea.